Tunakushukuru kwa kutuchagua asubuhi ya leo. Tunazungumza na kujadili kuhusiana na masuala ya usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala. Tupo na wageni hapa. Tunaye Marwa Mohere ambaye ni afisa sheria, lakini vile vile tunaye Judith Barigenge, yeye ni hakimu mkazi mahakama ya wilaya Dodoma. Tukizungumza na kujadili, nimekuambia kuhusu usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala. Karibuni sana. Ndio. Mahakama ya Tanzania wiki hii kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 17 mwezi wa 4 ni wiki ambayo ni wiki ya usuluhishi nchi nzima. Tunaadhimisha wiki ya usuluhishi ambayo ni tunatumia njia mbadala ya utatuzi wa migogoro, na kauli mbiu ya wiki hii ni kwamba inasema kwamba kutumia njia mbadala ya utatuzi wa migogoro kama mbinu inayopendelewa ya kutatua migogoro nchini Tanzania. Na kama ambavyo tunafahamu kwamba mahakama zipo kwa ajili ya kutatua migogoro, lakini huwa kuna zile taratibu za kisheria za mashauri, za kusikilizwa mashauri, na kuna mbinu nyingine ya usuluhishi ambao ni ambao utaratibu wake uko tofauti kidogo na utatuzi mwingine wa migogoro. Kwa hiyo wiki hii ya usuluhishi, mahakama inasisitiza kwamba wananchi kwa ujumla na wadau watumie njia ya usuluhishi katika utatuzi wa migogoro mahakamani, tofauti na njia nyingine tulizozoea kwamba tunakuwa na aidha mdaiwa then tunafuata ule utaratibu wa kisheria wa kawaida. Sasa sisi tuko hapa leo kwa ajili ya kuwapitisha kwenye hii mada ya usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala. Sawa, karibu. Asante. Sasa tutakuwa na vipengele kama 4 kwa sababu tuko wawili, tutagawana. Tutakuwa na vipengele kama 4. Kipengele cha kwanza ni maana ya usuluhishi, na cha pili ni jinsi inavyofanya kazi, usuluhishi unavyofanya kazi na sheria ambazo zinasimamia usuluhishi. Atafanya mwenzangu Marwa Mohere, afisa sheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, na tutakuwa na faida za usuluhishi pamoja na mifano ya migogoro. Hii nitafanya mimi. Marwa anaweza kaanza maana ya usuluhishi pamoja na atupitishe kwenye jinsi usuluhishi unavyofanya kazi. Asante sana. Kama alivyowasilisha msemaji wa kwanza, leo ni siku ya mahakama ambayo ni siku ya kuelezea namna gani mahakama inavyofanya masuala mazima ya usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala. Lakini kipengele cha usuluhishi wa migogoro katika njia mbadala ni mojawapo ya vipengele vya utatuzi wa migogoro, ambapo vipo zaidi ya vitatu, lakini tumeamua tuje kuzungumzia kipengele mojawapo ambacho ni usuluhishi wa migogoro nje ya mahakama, ambayo kwa Kiingereza unaitwa mediation. Basi kabla ya yote, kwanza tunatakiwa tujue kuwa essence au asili ya usuluhishi au utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala ulitoka wapi hadi tukaadapti au sisi wenyewe tukaona kwa nini unafaa tukaweza kuendana nao. Kwanza kabisa tunaona kuwa usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala ni tako la kisheria kutokana na ibara ya 107A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Sasa swali la msingi la kujiuliza ni kuwa, je, hapo awali kulikuwepo na hizi njia za usuluhishi wa migogoro au kulikuwepo na hizi njia mbadala za utatuzi wa migogoro nje ya mahakama? Ambapo katika essence yake
au tukiangalia kuwa zilitokana na nini hadi tukaziadapti hadi zikaja kwenye sheria zetu tukaendelea nazo. Tunaangalia kuwa hapo mwaka 1993 kulikuwepo na jaji mkuu ambaye alikuwa anaitwa Jaji Nyalali ambaye alifanya ziara ya kwenda Marekani kwa ajili ya kujifunza. Katika ziara hiyo alitembelea mahakama ya Washington DC Marekani. Baada ya kuwa amefika pale mahakamani, aliweza kukuta wanatumia njia za utatuzi wa migogoro nje ya mahakama, ambapo kulikuwa na milango mbalimbali. Sasa kama mwenye madai alikuwa anapenda labda aende kwenye mlango wa jaji, basi alikuwa anaenda, lakini vile vile kulikuwa na milango mingine ambayo ni ya upatanishi. Lakini vile vile kulikuwepo na mlango wa mazungumzo ambao ni negotiation, lakini vile vile kulikuwepo na mlango wa usuluhishi ambayo ni mediation. Sasa baada ya kuwa ameenda Marekani, alivutiwa na kitendo kile cha utatuzi wa migogoro. Ikabidi baada ya kuwa amerudi nchini Tanzania, alihamasisha mfumo wa mahakama kuweza kuanza kutumia mfumo wa usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala, ambapo mwaka 1994 katika gazeti la serikali namba 422 liliweza kuanzishwa na kuweza kushinikiza kuanzishwa katika sheria zetu utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, ambapo tunaangalia kuwa kutokana na sheria yetu ya mwenendo wa madai sura ya 33 kulianzishwa kipengele cha kanuni ya 8, ambacho ndicho kipengele ambacho tunatumia hadi sasa hivi, ambapo mahakama katika mashauri yote ya madai haiwezi kasikiza pasipo kuwa shauri husika limepitia kwenye utatuzi wa migogoro wa njia mbadala. Sasa kutokana na kanuni hiyo ya 8 hadi leo hii, ndio maana unaona kuwa wenye madai yote, wenye mashauri yote wa madai wanapofikisha mahakamani, kwanza waga wanaulizwa kuwa vipi, mshapitia katika usuluhishi? Na kama bado hawajapitia, basi waga mahakama inawapatia utaratibu wa kufanya ili waweze kufikia usuluhishi. Baada ya kuwa wamefanya usuluhishi, basi wanarudi mahakamani katika utekelezaji wa awadi, ambayo muda mwingi waga inaitwa ni kama maamuzi yale yaliyopatikana kwenye usuluhishi. Kwa hiyo katika nchini Tanzania kitendo cha kusuluhisha migogoro ni lazima, ni matakwa ya kisheria kutokana na ibara ya 107A, lakini vile vile kanuni ya 8 ya sheria ya mwenendo wa mashauri sura ya 33. Asante. Kwa kuongezea hapo, mahakamani katika mashauri ya madai tunapofanya usuluhishi, baada ya kuwa wadau wameleta maombi yao na wameshakamilisha nyaraka zote za msingi kama ni hati za madai, na mdaiwa ameshajibu madai, mahakama huwa inapanga msuluhishi ambaye huwa ni hakimu, na katika kupanga hakimu mwingine ambaye sio washauri husika. Katika kupanga msuluhishi, wadau wanapewa nafasi ya kuchagua kama kuna hakimu yoyote labda wanahisi anaweza akawasuluhisha wakamaliza mgogoro, wakatatua mgogoro wao. Na iwapo wadau hawana mtu yoyote, hawajapata mtu yoyote ambaye wanaweza kumteua, then hakimu mfawidhi wa mahakama husika huwa anapanga hakimu ambaye ni tofauti na yule mwenye shauri, ambaye ataenda kukaa kama msuluhishi sasa, na sio kama hakimu tena. Yeye atakuwa ni msuluhishi na watakaa mdaiwa pamoja na msuluhishi kwa ajili ya usuluhishi ambao utafanyika ndani ya siku 30.
kutokana na hiyo sheria ambayo ameisema mwenzangu ya kanuni ya mwenendo wa mashauri ya madai. Na baada ya kuwa wamekaa sasa katika usuluhishi, kwanza inakuwa ni siri. Yani wanakaa wao wenyewe, hakuna watu wengine ambao hawahusiki watakaa, isipokuwa kama wadau wenyewe watapenda kuwa na wakilishi ambao ni labda mwanasheria. Kila mmoja anaruhusiwa kuja na mwanasheria wake, then watakaa mezani, wataona tatizo liko wapi, na baada ya kuwa wameshaonesha tatizo liko labda sehemu fulani, then msuluhishi atajaribu kuwasikiliza kwamba shida ni nini mpaka mmefikishana mahakamani, na pia atawaambia faida za usuluhishi ambazo tutaziongelea baadaye. Na baada ya kuwa amewaambia faida za usuluhishi, then wao wenyewe ndio watakao kuwa waamuzi wakuu kwamba labda sawa, mimi kwa mfano labda nimemkopesha mwenzangu shilingi labda 200,000 na mwenzako anataka labda umlipe pamoja na riba. Kwa hiyo mnaweza mkaamua kwamba hapa tunafanyaje? Sasa wewe unanidai labda 300,000, then mdaiwa yuko tayari kulipa 200,000, tufanyeje? Labda tupunguze riba kidogo. Kwa hiyo ni wao wenyewe ndio watakaoamua na kufikia muafaka. Kama watafikia muafaka, then watatengeneza hati ya makubaliano ambayo inaitwa kwa lugha ya kitaalamu deed of settlement, kwamba tumekubaliana 1 2 3. Then baada ya kuwa wameshatengeneza ile hati ya makubaliano, itarudi kwa hakimu mwenye shauri na ataandika uamuzi wa makubaliano ambao inaitwa consent judgment. Na baada ya kuwa wameandika imeandikwa hiyo hukumu ya makubaliano, then itakuwa ndo shauri limefikia mwisho. Lakini iwapo wadau wameshindwa kuelewana ndani ya hizo siku 30, msuluhishi hapaswi kisheria kuwalazimisha kwamba mnatakiwa mfanye hivi na hivi. Hapana, yeye atakachofanya atarudisha taarifa kwa hakimu muhusika kwamba bana, shauri limekuja kwa ajili ya usuluhishi lakini wameshindwa kuelewana, na yale waliokuwa wanayaongea katika usuluhishi hayataandikwa ndani ya jalada. Ndio maana nikasema inakuwa ni siri, ili baadaye yasije kuathiri usikilizaji wa shauri husika, kwa sababu katika kusikiliza kule inawezekana amekubali baadhi ya vitu, lakini baadaye kwenye kuendelea kusikilizwa shauri akakataa hivyo vitu. Kwa hiyo kule kunakuwa hakiandikwi kitu chochote, then shauri litarudishwa kwa hakimu muhusika. Hakimu ataendelea sasa na kusikiliza mashahidi na taratibu nyingine sasa za kisheria zitafuatwa na shauri litafika mwisho, ambayo prosesi yake kwa kweli ni ndefu. Ndio maana wiki hii tumeona tufanye maadhimisho haya yanafanyika nchi nzima katika kanda zote za mahakama, kuwashauri wananchi kwamba usuluhishi ni njia ambayo ni nzuri na ina faida nyingi tofauti na uendeshaji wa mashauri kama kwa kufuata taratibu nyingine za kisheria. Sawa, wiki ya usuluhishi tunazungumza na kujadili usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala. Tupo na Marwa Mohere, yeye ni afisa sheria kutokea Wizara ya Katiba na Sheria, lakini ameambatana na Judith Barigenge, yeye ni hakimu mkazi Mahakama ya Wilaya Dodoma. Muda wetu si rafiki, umekwenda kwa kweli. Tukamilishe kidogo, alafu siku nyingine tutaendelea, kwa sababu umesema wiki hii inakwenda mpaka tarehe 17, si ndivyo eh? Kwa hiyo tukipata muda hapa katikati tutakuja tena kugusia masuala haya. Sasa hivi tutoe neno la mwisho ili mambo yaweze kwenda sawa. Karibu, tunaanza na Mheshimiwa Hakimu. Sawa, mimi kwa neno la mwisho naomba dakika moja tu niongelee faida za usuluhishi, kwamba ina save muda, inapunguza gharama na kila mtu anapata, tofauti na kesi ya kawaida ambapo mmoja anapoteza mwingine anapata, na pia kuna usiri na unaipata haki yako kwa haraka, na utekelezaji wake ni mwepesi kwa sababu wote mnakuwa mmekubaliana na mahusiano yanakuwepo. Kwa hiyo nilikuwa ninawashauri wananchi katika mashauri katika migogoro yao wapendelee kutumia njia ya usuluhishi. Asante. Sawa, karibu afisa sheria. Asante sana kwa mara nyingine. Napenda pia kuunga hoja ya mwenzangu alivyozungumzia masuala mazima ya faida za usuluhishi, na napenda kuunga hoja kwa kutoa faida mojawapo ambayo
ni njia rafiki ambapo wale watu wenye madai au wale parties kwenye shauri husika wakitoka pale kwenye usuluhishi, sio kama mahakamani, kwa sababu ukishampeleka mtu mahakamani uwaga anakuwa namna moja au nyingine kama na kinyongo vile, lakini ukitafuta njia ya usuluhishi mnatoka pale mnashikana mikono, inajenga urafiki zaidi. Kwa hivyo ninahisi kuwa wananchi waendelee kutumia njia hii, ni njia nzuri na ni njia ni bora zaidi. Asante. Asante sana. Wakati mwingine tena tutakuja kuzungumza hili. Ni wiki hii of course inaenda mpaka tarehe 17, wiki ya usuluhishi, na tumezungumza kidogo tu leo kama kugusia usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala. Asante sana. Amesikika Judith Barigenge, yeye ni hakimu mkazi wa mahakama ya wilaya Dodoma, pamoja ameambatana afisa sheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Marwa Mohere. Asante sana. Duka la michezo linafuata asubuhi ya leo.